Siku moja wakati tumefukuza ngedele tumechoka, mimi nikaenda kupanda kwenye jiwe fulani vikubwa sana. Jiwe ni kubwa mno, ni mfano kama wa nyumba. Mimi nikaenda nikapanda juu ya lile jiwe, alafu najiona mwamba kwamba nimeweza kupanda hapa, niko juu, naona kila kitu. Sasa baadaye, kwa kuwa mimi nilikuwa ni mtu wa michezo, nikasema nitaruka mpaka kule chini, sishuki kwa kawaida kama nilivyopanda, nitaruka na nitarukia upande huu huku. Sasa wakati nataka kuruka, sikujua kama ninapotaka kurukia pale kuna chatu mkubwa. Tukio moja hapo ambao nimewahi kulifanya, mimi nimewahi kumpiga mtu ngumi, kwa sababu mkono wangu kushoto ulikuwa umechanjiwa, kwa hiyo ilikuwa na nguvu kubwa sana. Nikampiga mtu mmoja ngumi, tumbo litoboka. Na unajua ngozi ya tumbo ni ngumu sana kutoboka, kwa sababu inatanuka yenyewe, ni kama mpira. Lakini alitoboka tumbo kwenye kitovu chake. Huyu mtu alipata shida na baadaye alikuja akafa. Hii ni moja ya tukio ambalo ninalikumbuka. Lakini lingine pia nakumbuka, kuna kipindi fulani tulikuwa na ugomvi wa kimtaa wa vijana, tukiwa Mbalizi, ugomvi wa kimtaa. Kwa hiyo ilipelekea kutembea na visu na masime kwa ajili ya kuuana. Hilo pia nalikumbuka. Na hili litokea kwa sababu tulikuwa tunachunga. Mama yangu alikuwa amefuga mbuzi moja vizuri sana, kwanza zaga tu mapacha. Kwa hiyo kuna wakati tulikuwa tunaenda kumchunga ile mbuzi. Sasa kule machungani ikatokea vita ya wachungaji, na wote tunatoka mtaa mmoja. Ilitokea hiyo, ilileta shida. Kwa hiyo nilikuwa natembea na kisu. Zamani zile vijana tuleta beto. Hiyo Kiswahili cha mbele tuleta beto. Natembea na kisu kinakaa. Kama nikikukuta mimi nakutandika nacho na kuchoma nacho, na sioni shida kukuchoma. Mimi kumchoma mtu kichwani hapa, sehemu za hapa, nakumbuka. Alishindwa kwenda kushuhudia kwao kuongea, kwa sababu yeye alikuwa ni mkorofi. Mimi kwa maisha yangu kwa asili sio mkorofi. Ili ukinikorofisha siwezi kukusamehe. Kwa kwangu msamaha umeletwa na Yesu maishani mwangu. Hiyo watu wengi wanajua. Niliopigana nao Mbeya wanajua. Niliopigana nao nikiwa shule wanajua. Mimi ukinikorofisha siwezi kukusamehe. Nilikuwa siwezi. Nitakuharibu tu. Nakumbuka kuna siku kuna mtu alimpiga mdogo wangu. Tulikuwa tunacheza mpira. Niliposhikwa na hasira, ni mdogo wangu ambaye nampenda, anaitwa Ima. Nilisikia vibaya, nilimng'oa nywele zake, alafu nikampasua meno kama 6 ya mbele. Alafu nikaanza kushangilia. Hiyo ilikuwa ni shauku yangu, nikikupiga damu zikatoka, ukamwaga damu, mimi nitashangilia sana. Ilikuwa ni shauku yangu kuona hivyo. Yaani ukimwaga damu mimi nafurahi. Kwa hiyo ni vitu vingi ambavyo tulivifanya. Yeah. Baadaye nikiwa katika maisha hayo, siku moja nikamtembelea bibi yangu. Bibi ambaye alitolea kiimani tukiwa wadogo. Bibi yetu alikuwa anapenda viazi mviringo. Kimpelekea atahisi wewe ndio mjukuu mzuri kuliko jukuu wote. Kwa hiyo nikampelekea akiwa amelala kitandani, kwa hajisikii vizuri. Nikamwambia, bibi, amka, nimekuja kusalimia. Akaniambia, wewe nani? Kaniuliza kwa kusafa, wewe enu? Maana wewe nani? Nikamwambia mimi Ben. Anasema basi akaamka, tukasalimiana pale, piga story 2-3, nikamwambia nikuletea viazi. Ananiambia nimenyea, nikammenyea, nikamchemsha pale, nikamwachia. Napoondoka akaniita chumbani, akaniambia, akaongea kwa Kisafa, mimi ni Msafa. Akasema, ungulubi witieji atuliezi yenu. Mungu watieji alikukosea nini? Hapo alipoongea vile, hakuongea jambo lingine, akalala. Akajifunika shuka lake, akasema mimi nimemaliza. Basi nikaondoka. Napoondoka nikawa lile neno likaanza kuzungumza nami. Mungu atieji amekukosea nini? Mungu atieji amekukosea nini? Kwa nikajikuta lile neno linanisumbua, naendelea linanisumbua. Siku moja nikiwa nimefanya tukio moja ni baya kidogo, naweza nisiliseme. Ile sauti kanijia tena. Kwa mara ya kwanza nikajisikia huzuni baada ya kumuumiza mtu. Kwa sababu mimi nilikuwa sina huzuni. Kitu kinaitwa huzuni maishani mwangu kilikuwa hakipo. Kwa hiyo ile sauti iliporudi kaniambia, ikazungumza kwa Kisafa, ungulubi utieji atuliezi yenu. Mungu atieji alikukosea nini?
Nikaanza kujisikia vibaya, kwa nini nimefanya hivi? Alafu nikaanza kujichunguza, hivi ni mimi? Nawezaje kujisikia vibaya kwenye akili yangu, kwenye mawazo, eti nimemfanyia mtu mmoja kitu kibaya? Basi ile sauti ilinichukua kama siku 3 hivi inanisumbua, ndio iliyoniongoza mimi kwenda kuokoka rasmi. Nikaenda nikaokoka, nikaenda kwenye saluni ya kaka yangu. Huyu kaka yangu ndiye aliyenifundisha ngumi. Yeye alikuwa bondia, ndio alinifundisha ngumi. Mimi nipigana pia kidogo pia, kwa maana ya ngumi ndondi kabisa hizi. Kwa hiyo alinifundisha. Siku ile nilipoenda kunyoa nywele alinitukana sana, kumbuka. Kwa sababu yeye nilichokuwa nakifanya cha kihuni kwake ilikuwa kama fahari. Sababu maisha yangu na ya kwake vilikuwa vinaendana fulani hivi. Akaniambia, "Dogo, unafanya ujinga gani?" Nikamwambia, "No. Mimi nataka kurudi kwa Yesu." Akaniambia, "Yesu kitu gani bwana? Yesu mwizi wa mbao tu, aliba mbao kwa akampiga. Unataka Yesu?" Nikamwambia, "No. Mimi nataka kurudi kwa Yesu." Akaninyoa zile nywele akiwa ananitukana hivyo hivyo, akiwa alininyoa, habu ni mdogo wake. Nikatoka. Zile nywele nitaka niziweke kama ukumbusho, lakini nikamwambia hazina maana, nikazitupa. Jumapili yake nikaenda kuokoka. Sikuokokea kanisa la TAG, kwa sababu ile kanisa la TAG lilikuwa karibu na nyumbani. Kuna namna baba alikuwa analitazama kwamba si sehemu sahihi ya watoto wake kuabudu. Kaka yangu aliokoka pale, alifukuzwa nyumbani. Kwa hiyo mimi nikaokoka sehemu nyingine, kanisa linaloitwa Church of God. Nikaenda nikaokoka, wakatoka askofu wa kanisa hilo miaka ile alikuwa Mayala kama sikosei. Nikaokoka kule, na baadaye ndo nikaanza kuja kuabudu kwenye ile kanisa nyumbani la TAG. Napoenda kuabudu, mimi Mungu amenipa karama na vitu vingi tangu zamani. Kwa hiyo nikaanza kufundisha kule kanisani watoto, na wafundisha, natunga nyimbo za kwaya, nyimbo za watoto, maigizo, mashairi, ngonjera. Mimi ni mtu wa vitu hivyo. Sasa siku moja ya watoto ikafana sana namna ambavyo haikuwahi kutokea. Wakati hilo jambo tulikuwa tunafanya mimi na rafiki yangu anaitwa Bariki. Yeye alikuwa ameokoka siku nyingi, sababu wazazi wake walikuwa wameokoka, na wazazi wake ndio walikuwa waanzilishi pia ile kanisa pia. Kwa hiyo ile siku ikafana. Watu walipokuwa wanauliza, "Mbona siku imefana kiasi hiki?" Wakasema, "Bwana Beni bwana na Bariki bwana wamependezesha sikukuu, wamewafundisha watoto ngonjera, maigizo, comedian za kiroho, nini, vitu vingi sana tuvifundisha." Kwa hiyo tulikuwa na sikukuu moja tamu sana, na sijawahi kuifanya sikukuu ya watoto ya kiasi kile mpaka leo. Watu waliposikia hivyo wakaenda kumshukuru baba yangu. Wasijue kwamba mimi baba akisikia kama mimi nimeokoka na abudu pale, ni kesi nyingine inaanza. Wakaambia, "Mwigombe, hongera bwana." "Hongera nini? Mtoto wako bwana, yana ameokoka bwana, kwambia ni kaifanya sikukuu ya watoto imekuwa bora sana." Baba akawaitikia. Moyoni akaambia, "Huyu atanikoma mjinga huyu." Sasa Jumapili iliyofuata tuko nyumbani, nikawa nasugua miguu kwenye jio fulani hivi. Nyumbani kulikuwa na jio ya kusugulia miguu. Kama hivyo ukiwa kijijini miguu inakuwa imekomaa nini, magamba, vitu vya kawaida tu hivyo. Kwa hiyo baba akaniambia, unasugua miguu unaenda wapi?" Nikamwambia, "Baba, naenda kanisani." "Wapi?" Nikamwambia, "TAG." I said kawa kosa kubwa sana. "TAG hapo kwa nini ulialia ovyo? Kwa wajinga." Nakumbuka alikuwa ameshika panga. Alirusha lile panga kutaka kunikata hivi. Nikainama. Nilipoinama hivi nikakimbia. Kaambia, "Usirudi hapo." Bas, nikaondoka. Nikakaa huko baadaye nikarudi. Baba yetu alikuwa na uzuri fulani. Akitaka kukupiga ukakwepa, yani ukaepa hiyo fimbo yake au kofi au chochote, harudi tena, hasira zake zinakuwa zimeshaisha. Yeye ndo alikuwa hivyo, ndo uzuri wake. Kwa hiyo niliporudi hakunisumbua. Baadaye kaanza tu kuniambia, "Mwe makini, hizo imani zenu hizo zimeharibu watoto wangu, zimeharibu fulani, zimeharibu baba yenu mdogo fulani, sio nini." Ikawa ni vita fulani vipo chini kwa chini. Baadaye nakumbuka kikaitwa kikao. Wakati baba yangu mdogo ambaye alikuwa askofu wa New Apostolic Church, nikawekwa kwenye kikao fulani hivi kama mtoto mtukutu asiyejali maudhui ya familia na vitu kama hivyo. Nikasema sana kwenye kikao, na baadaye nikaambiwa, "Utatoka hapa." Ili neno kutamka baba, atamka babangu mwingine. Akasema, "Utatoka hapa ukiwa unatembelea tumbo
tunakulaani. Nakumbuka ilikuwa usiku. Akazungumza kakaangu mmoja anaitwa Mashauri, akaniambia, akasema mnapomlaani mtoto atembelee tumbo, nyie mtakuwa mmepata faida gani sasa? Akasema kwa sababu ameamua kutwasi. Ashukuriwe Mungu, wao waliinuka kwenye viti na mimi niliinuka kwenye viti. Sikutembelea tumbo. Kwa kwangu ikawa ni muujiza. Baadaye maisha hayakuwa salama sana pale nyumbani. Nilitafuta namna ya kuondoka ili nikajitegemee mbali, niendelee kumwabudu Mungu wangu aliyebadilisha maisha yangu, lakini pia nikatafute maisha mengine tofauti na nyumbani. Mungu akanisaidia, nikaondoka. Nilienda Mbozi, Mbozi inaitwa mkoa wa Songwe. Nilikaa muda mfupi sana, kama mwaka mmoja na nusu hivi. Nikatoka pale nikaenda Dar es Salaam. Nilipofika Dar es Salaam ndipo maisha yangu ya kimani yalipoimarika. Nimekaa chini ya Dr. Titus Mkama, mchungaji, kwa miaka 25, akinilea pale kama kijana. Nikaoa pale, nikaanza kumtumikia Mungu pale, na chochote ambacho Mungu aliwekeza ndani yangu pale ndipo ambapo kilionekana pale TAG Ilala. Sasa pamoja na kuendelea na huduma, mimi nimekuepo sana kwenye mambo ya kimisheni ambayo yalikuwa yanafanyika na TAG Ilala. Ngaje leo sitakupa naweza nisizungumze shuhuda sana ambazo zilitokea wakati nazunguka na ile kundi kubwa zuri sana linalolea watu linaloitwa Peacemakers Choir la Ilala. Nitazungumza yale ambayo mimi Mungu amenitokea kwayo katika huduma hii. Mwaka fulani hivi nakumbuka nilikuwa Songea. Nilipokuwa Songea, Mungu alijidhihirisha sana. Mungu aliponya watu, Mungu aliwasaidia watu wake. Nakumbuka kuna mama mmoja hivi, ni binti of course, alikuwa ameachwa na mume wake, ni mjane. Yule dada alikuwa na miaka 27 akiwa mjane. Mume wake alikuwa amefariki kwa ukimwi. Yule dada alipokuja kwenye maombezi, nikamwombea yeye na mdogo wake. Yeye akiwa ana virusi vya ukimwi, mdogo wake akiwa ametoboka moyo na kila siku anamwaga damu na kila siku anaongeza damu, na ukoo wake walikuwa tayari wanachangishana pesa kwa ajili ya kwenda India ili kuona namna ya kumnusuru yule binti mdogo wake. Nilipofanya maombezi, yule dada alipona virusi vya ukimwi, lakini pia yule mdogo wake pia moyo uliziba. Miujiza mingi sana, watu waliponywa kansa nini, wa ukimwi waliponywa kama 3 wangapi, lakini nizungumzie tu hao hapa. Baada ya tukio lile pale na vitu vingi kutokea kanisani, nakumbuka mchungaji wa pale mahala alitengeneza kama sherehe ya kuniaga. Lakini akaniambia itabidi kwenye isha leo tuambie umeanza lini kutumika na Mungu na kwa namna gani Mungu anajidhihirisha kiasi hiki. Haya mambo tulishayaonaga kwa kina Moses Kulora na kwa kina Emmanuel Lazaro na kwa wazee, alitaja wazee wengine wa hapo nyuma. Nikamwambia sawa. Baadaye nikawa najiuliza moyoni, nitawajibu nini? Mimi sio prayer warrior kama walivyo wengine kwamba ni waombaji sana, wana imani sana, wana juhudi nyingi. Mimi sio mtu wa hivyo. Sasa nitawajibu nini ambacho kitawasaidia kunielewa? Nakumbuka wakati ile sherehe inaendelea, tunakula pale, waliandaa kitimoto, kuku, tunakula pale, ilikuwa ni sherehe nzuri. Mbele yangu ikapita kitu kama television. Habari wateja wapendwa wetu kutoka Afrika Mashariki, Afrika ya Kati na South Africa. We are Joy Mega and COT Shipping Company. Tuko hapa sisi kuwatangazia huduma tunazozifanya, kwamba tunasafirisha mizigo direct kutoka China na tunafanya trading kutoka kwa suppliers. Tunakufanyia huduma direct, hauna haja ya kuja China. Unaweza ukatutumia tu sisi na tukakuletea huduma mpaka mlangoni. Na huduma zetu kama tunavyosema ziko kwenye hizo nchi. Na huyu ni partner wangu. Hello, come introduce yourself. Hello everyone. This is my partner, Joyce, and we are good partner, and we are in Guangzhou, China. If you are interested with the Chinese product items,
you can welcome to China, Guangzhou. We can pick you up from the airport. We can take you to source the goods, take you to source the original factory with the good quality and the good price. Yes. And tunachofanya kama anavyosema partner wangu, tunakuchukua kuanzia airport, lakini pia tunakusaidia kwenye upatikanaji wa visa na logistics zote. Na ukija mahali hapa, tunakutafutia hoteli ambayo utafikia kwa bei nafuu kabisa. Tunakusaidia kukuunganisha na suppliers, lakini pia kama huwezi kuja huku, sisi pia tunafanya huduma ya kukulipia kwa supplier wako. Unaweka pesa kwenye akaunti ya partner wangu na sisi tunalipa kwa niaba yako. You are welcome. But kizuri kingine kwenye kampuni yetu sisi inafanywa kazi na wanawake. Na wanawake tunaweza. Tukiamua tunaweza. We are women, director, marketing officer, and then we have 2 co-workers ambao ni wanawake. Wanawake tukiamua tunaweza. Karibu tukuhudumie. Sema hapa tumekuja kuwaonyesha aina ya matenti mengine ambayo tunayo kwa ajili ya tunaita zile camping mbugani, lakini pia watu wa hoteli unaweza ukawa na vitu kama hivi kwa ajili ya hoteli yako, sio lazima iwe mbugani. Kwa hiyo kama hapa tuna 7 meter diameter, karibu jione kwa ndani vile inafanana. Oh my god, you can imagine tumekuwekea sofa set kama hii. Hii ni 7 meter diameter jamani. Tunayo nyingine hii hapa ambayo ni 6 diameter na ni easy to install. Kwa hiyo karibu, installation yake ni rahisi. Karibu ione jinsi ambavyo iko. Kimeingia kitanda cha 5x6. Tuna sehemu ya mapazia, lakini ni sehemu ambayo unaweza ukakaa ukarelax kama kanisa. Kama tulivyoambia, matenti yetu ni imara kabisa na tunatumia vitu vilivyo bora, material zilizo bora. Unaweza ukaona kama hii hapa ni 20 width. Yaani ni nzito hatari, huwezi kunyanyua. Nzito. Kuna vitanda vimeingia humu ndani viwili vya 5x6, vimeingia viwili. Na nyingine kama hii hapa ambayo unaona finishing yake ni ya leather, lakini hii inaingia kitanda kimoja, ina sehemu ya kukaa. Kama kwamba wewe unatupa vipimo tu, na ukishatupa vipimo tuna mtambo wetu huu hapa na unakuwa control na kompyuta, tunaingiza vipimo vyako. Wakati ile sherehe inaendelea, tunakula pale, waliandaa kitimoto, kuku, tunakula pale. Ilikuwa ni sherehe nzuri. Mbele yangu ikapita kitu kama television. Nikaona yakapita matukio kadhaa ambayo nitazungumza hapa. Yalipomalizika kupita, nikasikia sauti kaniambia, waambie kwamba nimetoka na wewe mbali. Na Mungu akanikumbusha andiko la Yeremia sura ya kwanza kuanzia mstari wa 5, wa 4, wa 5 na kuendelea pale. Anasema kabla hujazaliwa, kabla sija kuumba mimi nakufahamu. Kabla hujazaliwa mimi nalikutakasa. Nimekuweka kuwa nabii wa mataifa. Lile andiko likaanza kuzungumza ndani yangu. Kwa hiyo walipokuwa wanasubiri niwaambie nimetoka wapi na Mungu, wakisubiri kuona nafunga 3 kavu, 5 kavu, 7 kavu, mimi niliwajibu jibu rahisi sana. Nikaambia mimi Mungu ametoka mbali nami kabla sijazaliwa. Sasa miongoni mwa vitu ambavyo vilipita mbele yangu siku ile, Mungu alinikumbusha tukio moja hivi miaka 80 na kitu pale. Tulikuwa wadogo, lakini tulikuwa eneo moja inaitwa Ilota, Mbeya pale Songwe kulia hivi. Tulikuwa tunamsaidia bibi kufukuza kwale, ngedele mashambani na vitu kama hivyo. Siku moja wakati tumefukuza ngedele, tumechoka, mimi nikaenda kupanda kwenye jiwe fulani vikubwa sana. Jiwe ni kubwa mno, ni mfano kama wa nyumba. Mimi nikaenda nikapanda juu ya lile jiwe, alafu najiona mwamba kwamba nimeweza kupanda hapa, niko juu, naona kila kitu. Sasa baadaye, kwa kuwa mimi nilikuwa ni mtu wa michezo, nikasema nitaruka mpaka kule chini. Sishuki kwa kawaida kama nilivyopanda, nitaruka na nitarukia upande huu huku. Sasa wakati nataka kuruka, sikujua kama ninapotaka kurukia pale kuna chatu mkubwa. Yule chatu amejizungusha hivi, amejiviliga hivi.
Afu kichwa chake amekilaza kwa juu. Kumbe yeye ananiona mimi wakati kule juu nina jimwaya kule, nampigia mdogo wangu huku sio nini, tunafukuza vipepeo, natamani kudaka vipepeo pale juu. Kumbe Chatu ananiangalia na niwinda pale kwamba huyu ni naye. Sasa mimi bila kujua sijui kwa nini sikuangalia narukia wapi. Nilisi eneo lote ni salama. Ile ninaruka, yule Chatu alifyatua mkia namna hiyo. Wakati anafyatua anataka kunishika hivi, nakumbuka ilikuwa ni mchana wa saa 7. Nikamwona kwa mara ya kwanza malaika, mtu mweupe amevaa mavazi yanang'aa, akaja kanidaka kabla sijawa mawindo kwa Chatu, akaniweka pembeni. Basi baadaye nikaenda kumuita mdogo wangu, njoo bwana uone bwana Chatu. Na yeye hakujua nimeokokaje pale, lakini nikaenda kumuita, bwana njoo uone Chatu. Na sikuwa na akili ya kufikiria kwamba huyu ni malaika amenidaka sio nini. Basi yule Chatu akapotea, akaenda polini. Tukatoa taarifa kwa viongozi wakamfuatilia Chatu, wakaenda wakamuua. Baada kama siku 2 hivyo wakampata polini wakiwa na zile silaha za jadi. Nakumbuka kwenye silaha zao za jadi tokea baba mmoja walikuwa na gobole. Ni moja wapo ya silaha sio za jadi, lakini ni aina fulani vya bunduki za kienyeji fulani hivi. Wakashuka kule, wakaenda kamuua yule Chatu. Hilo tukio lilitokea siku ile wakati niko kwenye ile sherehe. Mungu aliniambia nimetoka na wewe mbali. Ndipo nilipoanza kuelewa kwamba kumbe siku ile alikuwa ni malaika, sababu nilipita lote kama nilivyokuwa kwenye mti, kwenye ile jiwe, namna ambavyo malaika alikuja akanichukua akanihamisha, nikajua hivi kumbe siku ile niliokolewa na malaika. Kumbe alikuwa amevaa hivi. Kumbe alikuwa ni Mungu, alikuwa anafanya kazi na mimi nilikuwa sijui. Lakini hivi ndivyo ambavyo Mungu aliniokoa. Naweza kusema kama Mungu ana makusudi na wewe, hauwezi kufa kwa namna yoyote. Na imenifundisha kujua kwamba shetani hana nguvu na maisha yangu. Ndio maana mimi na slogan moja ambayo ni Mungu pia alinipa, kwamba kushinda ni lazima. Hii kitu huwa nikizungumza watu wanahisi labda nimejitungia tu, kama watu wengine wanajitungiaga slogan za maisha yao. Mimi ni Mungu alinipa nikiwa Dodoma, aliniambia kabisa kushinda ni lazima. Na kuna vitu vingi aliniambia siwezi kuvizungumza hapa kwa sasa hivi, lakini nataka nikupe shuhuda zingine ambazo Mungu amenipitisha kwazo. Siku pia alinionyesha kwenye ile screen wakati najaribu kuambia watu nimetoka wapi, kiasi ambacho Mungu anafanya miujiza mingi kiasi hiki kwenye huduma. Mungu akaniletea pia tukio lingine la pili. Ili tukio ilikuwa nife kwenye maji. Mtumishi, kabla hujaendelea mbali. Naam. Wakati hayo unayaona, ni kwa haya macho kabisa umekaa katikati ya watu au ilikuwa nini? Umefahamu umepotea au kama vile unaota, sijaelewa. Hapana, nilikuwa na macho haya kabisa naona na ninakula. Tulikuwa tunakula, nasubiri kujibu swali la umetoka wapi na Mungu, kiasi ambacho Mungu alikutumia kiasi hiki. Walikuwa wanajaribu kuona umri wangu na yanayofanyika. Walisema mambo haya tumezoea kuyaona kwa Emmanuel Lazaro na Moses Kulola. Kwa wachungaji wa kawaida hatujayaona. Wewe umetoka wapi na Mungu? Miaka nakumbuka nilikuwa na miaka kama 38 hapo wakati naulizwa maswali. Kwa hiyo ilikuwa nimekaa kabisa nakula. Mimi ilipita screen pa. Kwa hiyo nilikaza macho kuona nini kinaendelea. Wenzangu hawakuelewa nini kinaendelea, kimi nilikuwa naona kikapita cha kwanza, cha pili, cha tatu, vyote vikapita. Alafu nikasikia sauti, waambie nimetoka mbali na wewe kabla hujazaliwa. Jambo lingine ambalo lilipita ambalo Mungu ameniokoa kwalo katika maisha yangu. Tulikuwa tunaogelea mara fulani, vilikuwa ni bwawa. Sasa tukafanya mashindano ya nani atakayefika mpaka mwisho. Hakukuwa na zawadi yoyote, lakini tu ule ubingwa kwamba mimi nimeshinda wengine. Tukaingia kwenye maji tukaanza kuogelea. Oga. Mwenzangu wengine wakaanza kuchoka, wanarudi, wanashika miti, wanashika manyasi, wanakaa pembeni, wanatoka.
Mimi nina kawaida ya ubishi ndani yangu. Ubishi huu sio ubishi ambao wengi wameuzoea, na kawaida ya kung'ang'ania kitu nikitimilize. Ndio maana misheni zangu zote nikizianzisha huwa haziishi njiani. Na hiyo ni faida kwa wengi ambao wanajiulizaga, "Beni, unafanikishaje mambo?" Maswali yao napokea sana. Mimi huwa sikubaliani kushindwa na kulifanya jambo liishie njiani. Sikubaliani. Niko radhi nifie hapo, lakini ninachokiona ni kizuri nikitimize. Kwa hiyo wenzangu wote wakachoka, mimi nikaendelea, nikapita katikati, nikaendelea, nikakaribia mwishoni, bado kama mita 10 kufika mwishoni. Na bwana alikuwa refu sana kwenda chini. Watu wanashangilia, hey. Mimi nikawa nimechoka kwa namna ambayo siwezi hata kuinua tena mkono kupiga kama kasi hivi niendelee mbele. Nikashuka chini, nikapanda juu. Wao wakawa wanashangilia kwa sababu wanajua Beni ni mtu ni kama comedian, Beni ni mtu wa kufurahisha, Beni ni mtu ambaye jambo lake wagalifi. Kwa wakawa wanacheka, sawa. Nikashuka, nikabugia maji. Nilipopanda nikasema, wao wakashangilia. Kwa mimi ndo nakufa hivyo. Nikashuka, hata niliposhuka nakumbuka kule chini nikaona lango ni kama handaki hivi. Lile handaki ni la bluu, lina watu wazuri wako kule. Sikumbuka walikuwa wanafanya, lakini ni wazuri. Afu ni kama hivi mtu mmoja hivi ananiita. Nikapanda tena, nikapiga tena. Wakati wanashangilia, mimi ndo nilikuwa nashuka, nafikiri hile nilikuwa naondoka. Mungu wa ajabu huyu, anayefanya vitu ambavyo si vya kawaida duniani, aliinua mtoto wa miaka 2 ambaye huyu mtoto aliletwa akiwa amebebwa. Yaani alibebwa na mdogo kaka yake. Kaka yake naye alikuwa ni miongoni mwa wanaoogelea, yeye alishindwa akatoka. Huyu mtoto wa miaka 2 ndo alijirusha kwenye maji akaja kuniokoa mimi. Siku ile niliona ni mtoto, lakini kwenye tukio hili la screen sikuona mtoto, niliona malaika ndo alishuka kuja kuniokoa. Akanishika mkono, akanileta karibu na jani, nikashika jani, nikapumzika pale kama dakika 5 hivi ili nipate nguvu ya kutoka nje. Nikatoka, baadaye nikalala pale, wakanikamua maji, ndo wakaanza kuamini kwamba kumbe huyu jamaa alikuwa anaondoka. Mimi Mungu alituma malaika akaniokoa. Imenifundisha vitu vingi kwamba hatufi kwa sababu kuna ajali. Hatufi kwa sababu gari imepasuka tairi. Hatufi kwa sababu kuna moto. Hatufi kwa sababu kuna magonjwa. Tunakufa kwa sababu mbingu zimeweka tiki. Na huwa anasema mimi sitakufa kwa sababu ya nyingine yoyote. Labda kama nikimtenda dhambi Mungu, nikatoka nje ya mapenzi ya Mungu, hapo shetani anaweza kanishambulia kwa vyote. Lakini nikiwa na Yesu wangu hivi na sina mpango wa kuasi, mimi sitakufa kwa sababu kuna chochote cha kibinadamu kimepangwa, ama cha kipepo, ama cha giza kimepangwa. Nitakufa kwa sababu Mungu ameamua Beni mtumishi wangu alale. Kwa sababu maisha yangu mimi ni ushuhuda unaoishi. Ni ushuhuda unaoishi. Hilo nalo pia likapita, nikaliona, nikasema mimi nilidhani kwamba ni mtoto tu amekuja kuniokoa. Kumbe alitumwa ni malaika aliyeingia ndani ya mtoto akaniokoa. Jambo lingine lilipita mbele yangu. Wakati niko darasa la 3, darasa la 3 la 4, naanza kusahau sasa. Shuleni walisema, tukawaambia wazazi watupe hela za kununulia vitabu. Vile vitabu vilikuwa vinauzwa shilingi 100. Mimi nilipoenda kwa mzazi nikaambia vitabu vinauzwa shilingi
10. Kwa hiyo babangu akanipa shilingi 10. Niliporudi shule nikaambiwa nenda kaongeze hela, hii hela haitoshi. Sasa baba yangu kuna namna fulani alikuwa ni mkali, alikuwa amenyoka sana mzee. Yaani uzembe unazungumza vitu vile vitatu baba alikuwa apendi. Kwa nikajua nikirudi kwa baba nitachapwa sana. Kama mimi sina akili, sina uwezo wa kusikiliza na kubeba maagizo. Makatoni nilikuwa nakaa na mama. Kwa hiyo ile shilingi 100, ile shilingi 10 nikaiweka kwanza mahali fulani hivi, ili nitakapopata hela niongezee mwenyewe nije ninunue kitabu. Kwa bahati mbaya sikupata pesa za kuongezea. Sasa nikajua weekend tunakaenda kurudi kwa baba na madaftari na kumsaidia kulimalima. Kwa angeuliza kitabu kiko wapi? Sasa nikasema weekend kama tunarudi Jumamosi, kesho Jumamosi lazima tuende kwa baba na ataniuliza. Akiniuliza nitamwambia nini? Nikajipotezea. Wiki leo Jumamosi ilipofika tuenda kwa baba. Baba aliuliza kitabu kiko wapi? Nikamwambia nilikuwa nakisoma nimekisahau, nikamdanganya. Akasema wiki ijayo uje nacho. Akasema sawa. Kwa hiyo nikawa na imani kwamba wiki ijayo nitakuwa nimepata kila hapa katikati, nitanunua. Kama pia wakati huo pia nilikuwa nauza pia miwa, ndio ninunue vitu vyangu vya shule. Baadhi ya vitu vya shule kulingana na kafara ambayo nakapata, shilingi 2, shilingi 3. Miaka ile ilikuwa ni shilingi 2, shilingi 3. Ukipata shilingi 5 wewe unaonekana tajiri shuleni. Kwa hiyo nikarudi nyumbani na waza, mama siwezi kumwambia, ndugu zangu siwezi kuambia, wataniona mimi mzembe, na baba nimeshamwambia kitabu kiko nyumbani kwa mama nitakileta. Ilipokaribia siku ya Jumamosi ya wiki iliyofuata, nikasema hapana, baba ataniua. Nikapita mitaani nikakuta watu wanacheza kamari. Cheza kamari, kuna kitu wanataga weka hiki na hiki utaliwa, weka hapa kekundu sijui nini utaliwa hivyo. Kwa mimi nikasema hapa nitapata tu, nitapata. Nikachukua shilingi 10 nikaenda. Ili nile nikishakula nikanunue kitabu, alafu Jumamosi nenda nacho kwa baba. Ili jambo najua hawalijui na ndio wanalisikia hivi. Ile hela nikaliwa shilingi 10. Stress zikaongezeka. Kitabu huna, shilingi 10 huna. Utamweleza nini baba yako? Na baba alikuwa anajua kupiga, yani baba alikuwa anajua kuchapa. Alikuwa ni bingwa kuchapa. Kwa hiyo nikawaza nikasema no, hapa ni bora kufa kuliko kwenda kuchapa na mzee, nibaki mlemavu na vitu kama vile. Babangu ni mkali, ni bora kufa. Ilikuwa siku ya Ijumaa. Sikumbuki mwezi. Nikaenda, mama yangu alikuwa ameenda shambani na wengine, nilibaki peke yangu nyumbani. Peruzi na NYTV kiganjani mwako sasa. Je, unao mkasa ama simulizi ya kusisimua na hujui ni wapi pa kuisimulia? Waone NYTV ni channel bora kabisa ya kuvumbua visa na mikasa kutoka mikoa mbalimbali ya Tanzania na nje ya nchi. Ili uwe wa kwanza kupata video zetu, usisite kubonyeza alama nyekundu na kusubscribe, kisha bonyeza kitufe cha kengele, na kwa kufanya hivyo utakuwa wa kwanza kuhabarishwa na NYTV. Unangoja nini sasa? NYTV ni channel bora kabisa Tanzania, na kwa mawasiliano zaidi waweza kupiga simu zifuatazo: 0712 45 52 52 au 0688 13 19 14. Ili kupata habari za uhakika ni NYTV pekee.